Hebu nisome na wewe katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 27 ule mstari wa 57, nianzie pale. Hata ilipokuwa jioni, mtu akafika, mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru wapewe. Yusufu akautwaa mwili, akauzonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alikuwa amelichonga mwambani, akaliviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango, akaenda zake. Na pale walipokuwa Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili wameketi kulielekea kaburi. Sasa hapa nina ujumbe ambao wewe unatakiwa usikilize leo. Majira yale ya kuwa mwanafunzi wa siri yamepita. Wakati tulio nao, Yesu Kristo hatatenda kazi na watu ambao ni wanafunzi wa siri, bila kujali nafasi ulio nayo, ikiwa ni rais, ikiwa ni mkuu wa mkoa, ikiwa ni katika vyeo vyote, ikiwa ni ndani ya majeshi, vyombo vya ulinzi. Ninaposema hivi, ninasema na watu katika maeneo mbalimbali ya dunia. Yesu Kristo anataka kufanya kazi na watu ambao watakiri wazi ili maandiko yatimizwe. Unajua, watu wako nauliza kwamba kwa nini Yesu alibatizwa wakati yeye hakuwa na dhambi. Alisema, lakini ninabatizwa ili kwamba mambo haki ikamilike. Kwa hiyo sasa kuna watu ambao wamemkiri Yesu Kristo, lakini wamefanya siri ukiri wao, wamefanya siri namna ambavyo wamemkiri huyu Mungu. Sasa watu kama hawa Mungu hatatenda kazi nao, kwa sababu haiwezi kuwa siri na maandiko yatakuwa yanaonekana batili. Maana Yesu anasema, atakayenikiri mbele ya Baba yangu, nami atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele ya Baba. Kwa hiyo nikutake wewe ambaye umefanya wokovu wako kuwa siri. Uko katika biashara, lakini unapoingia mahali hutaki watu wajue kwamba wewe umeokoka. Unasema isije ikaleta shida, isije watu wakaona kazi yangu ninayofanya, isije watu wakajua, isije bosi akajua, inaweza kuniharibia. Nikwambie, hiyo hali haitaendelea. Naye Yesu naye hata kutaja mbele za Baba yake, kwa hiyo siku ile atakuwa hakujui. Unaweza kupoteza haki yako ya kuwa na Yesu Kristo milele. Kwa hiyo nikutake wewe ambaye uko katika nafasi fulani ambapo umeanza kuficha wokovu wako, umefanya kuwa siri. Ofisini kwako hawajui kwamba wewe umeokoka. Katika biashara zako hawajui kwamba wewe umeokoka. Hawajui kwamba wewe unaabudu wapo, umekuwa ni mtu wa siri sana. Sasa ni wakati wa kusimama na kutangaza wazi kwamba wewe unamfuata Yesu Kristo bila kujali gharama zilizoko. Inaweza kuwa na pande mbili. Hayo matokeo yakapelekea ukapitia katika vita vikubwa ambavyo vikachukua muda, lakini ushindi ukapatikana baada ya kupita katika mapito hayo. Au kutangaza kwako kunaweza kuleta mabadiliko ya haraka pale pale, ikapelekea kusogea mbele zaidi na kuona matokeo yaliyo bora zaidi. Lakini vyote hivyo, kubwa zaidi ni kwamba ukimkiri Yesu Kristo mbele za watu, naye atakukiri mbele za Baba yake aliye mbinguni. Mungu akubariki sana. Ni majira, Yesu Kristo yuko njiani kuja. Lakini wewe ambaye hujamwamini, muamini sasa, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia kwa Yesu Kristo. Wewe ambaye umemwamini, basi endelea kujitakasa. Sidhani kwamba tumefika, bado hatujamaliza mwendo, hata siku ile tutakapokaribishwa katika ule mji mpya, mbingu mpya na nchi mpya. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.